Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa ba'd. Ndugu zangu wasikilizaji na watazamaji, kama kawaida tumerudi tena katika vipindi vyetu vya kujua Uislamu na uzuri wake wa Uislamu. Na siku ya leo tunaianzia na ibada kubwa ambayo ni ibada ya kujitayarisha na mgeni au na mgeni mkubwa au na ibada kubwa ambayo tunaitegemea mbele yetu, nayo si mwingine ni mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtengenezea mwanadamu maisha yake yote. Kabla ya kumuumba, kwanza alimtengenezea maisha yake yote atakayoyaishi hapa duniani kwa kumtakia maisha mema, kutokana na upenzi au na mapenzi anayompenda mwanadamu. Mwenyezi Mungu anayopenda mwanadamu amemuumbia na kumwekea mambo mengi sana kutokana na uhai wake, maisha yake na mambo yatakayomfaa hapa duniani na kesho akhera. Mwenyezi Mungu amempa mwanadamu furaha za duniani, kamtengenezea mambo yanayomfurahisha hapa duniani ambayo hatuwezi tukayaanza hapa na kuyamaliza, haiwezekani. Kama alivyotuambia Mwenyezi Mungu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mwenyezi Mungu akikupa namna na nguvu na akili na uwezo wa kuzianza kuzihesabu neema zake kwako mwanadamu, haiwezekani ukazimaliza. Ni neema nyingi zake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ametutengenezea uhai wetu hapa duniani katika maisha, katika mambo ambayo yanatufurahisha, katika mambo ambayo yanatutengenezea uhai wetu mengi sana, hatuwezi tukayamaliza. Miongoni mwa hayo mambo ni Mwenyezi Mungu kuzifaharisha baadhi ya nyakati. Hebu Mwenyezi Mungu amewapa viumbe vyake, amevitofautisha. Baadhi ya viumbe akavifaharisha juu ya vingine, na sehemu akazibadili na zenyewe akazifaharisha juu ya zingine. Katika viumbe tofauti, maji, kuna mito na kuna tunavyoweza tukasema kwamba kuna na bahari na kuna nyingine kubwa. Na katika viumbe kuna wanadamu ambao ni waja wa Mwenyezi Mungu kawaida. Kuna akawateua Mwenyezi Mungu katika fadhila mitume wake na manabii wake katika wanadamu. Katika sehemu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kateua baadhi za sehemu akazifaharisha juu ya zingine. Kwa mfano kama Maka na Madina inaitwa Haramaini, yani ni sehemu ambazo zina utakatifu au zina utukufu alioufaharisha Mwenyezi Mungu katika katika ardhi yote. Sasa na wakati na nyakati Mwenyezi Mungu amezifanya kama masiku. Mwenyezi Mungu katika wiki
nzima, ameifanya Ijumaa ikawa ni kubwa zaidi, yani ikawa ni yenye fadhila kuliko siku zingine. Sasa na katika saa ambazo tunazihesabu, saa moja, mbili, tatu, katika nyakati hizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaichukua salati al-asr au saa ya asri, wakati wa asri akachagua saa hiyo kuwa ni nzuri kuliko saa zingine katika usiku. Alimuhimu, Mwenyezi Mungu kafadhilisha baadhi ya nyakati katika miezi 12. Mwenyezi Mungu akachagua mwezi mmoja ukawa ni wenye fadhila nyingi sana katika uhai wa wanadamu. Hii Mwenyezi Mungu anaiweka kutokana na upendo Mwenyezi Mungu nao umpenda mwanadamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu kamuumba mwanadamu ni mwenye upungufu, mwenye upungufu wa mwili, upungufu wa kiakili, ni mpungufu wa kila jambo. Kwa hiyo unamkuta mwanadamu kutokana na upungufu wake anayafanya mambo ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu, ambayo yanamkasirikisha Mola wake, ambayo yanamsababisha Mwenyezi Mungu asiwe na radhi na mwanadamu huyu. Na wakati Mwenyezi Mungu anampenda mwanadamu, kila wakati awe radhi naye, awe anampenda, kwa sababu Mwenyezi Mungu anampenda mwanadamu, humtakia kila la kheri, humtakia kuwa ni mja wake ambaye anampendeza kila wakati. Alimtengenezea nyakati ambazo ni nzuri kwake. Mwanadamu akimrejea Mwenyezi Mungu katika nyakati hizo alizofadhilisha, subhanallah, Mwenyezi Mungu anaongeza au anampa fadhila ambazo zinajirudia mara nyingi, yani thawabu zake zinakuwa ni nyingi kuliko nyakati zingine. Kwa sababu hiyo Mwenyezi Mungu anamkumbusha mwanadamu au akimuongoza mwanadamu, akimuita mwanadamu huyu kujitengeneza na nyakati hizi, yani kupata faida katika hizi nyakati, na anazirudishia Mwenyezi Mungu mwanadamu huyu, anazimrudishia kila mara ili aje azidi kumpa, azidi kumpongeza, azidi kumzidishia upendo wake na fadhila zake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alitutengenezea mwezi wa Ramadhani, ni mwezi wa 9 katika miezi 12 za mwaka wa Kiislamu. Miezi 12 katika mwaka, aliuchagua mwezi mmoja tu katika miezi 12, akachagua mwezi mmoja. Mambo mazuri anayetendea mwanadamu katika mwezi huu, Mwenyezi Mungu humpa thawabu zinazolingana kama vile katika siku moja au usiku mmoja. Mambo mazuri au tendo zuri au neno zuri au fikira nzuri mwanadamu atakayoifanya katika usiku huo ndani ya Ramadhani, anapewa thawabu kulingana na za mtu ambaye anafanya katika nyakati zingine, thawabu ambazo anazopenda Mwenyezi Mungu miezi 1000. Wenye hesabu waliohesabia katika miezi 1000 wameikusanya wakaona ni kama ni miaka 83 na miezi kadhaa. Hebu niambie mwanadamu, uzuri gani uliopo
Mambo gani Mwenyezi Mungu aliyomtengenezea mwanadamu? Wewe mwanadamu ufanye zuri katika usiku mmoja tu, Mwenyezi Mungu akuandikie au akupe thawabu kama vile umevifanya katika miaka 83 na miezi kadhaa. Uzuri ulioje ndugu yangu! Sasa kwa hiyo ndugu yangu Muislamu mwenzangu, lazima huu mwezi uwe ni jambo kubwa kwa mwanadamu, njia nzuri ya kujikurubisha sana kwa mwanadamu ajikurubishe kwa Mola wake. Njia nzuri Mwenyezi Mungu aliyemtengenezea mwanadamu ili aepukane na ubaya au na chuki yake Mwenyezi Mungu, kwa sababu anayefanya mabaya Mwenyezi Mungu humkasirikia, humchukia. Lakini mapenzi yake Allah mengi sana kwa wanadamu, ndiyo sababu anawawekea nyakati ambazo ni za mtu kumjikurubisha kwa Mola wake. Sasa kila jambo zuri au kila jambo ambalo mwanadamu utaka ulifanye, ili ufanikiwe na jambo hilo, lazima ujitengeneze na ujitayarishe kwa kulifikia jambo hilo. Utafute namna ya kulifikia, uweke njia za kulifikia, na ujitayarishe na mwili na akili na nguvu za kufikia jambo hilo. Hivyo hivyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwahimiza wanadamu Waislamu, masahaba wake, akiwahimiza katika kujitayarisha na kujitengeneza kwa kumkaribisha mgeni mkubwa ambaye ni Ramadhani. Masahaba wanatuambia kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijitayarisha na Ramadhani miezi 6, na masahaba akiwaambia kwamba ombeni dua hii: Allahumma, ewe Mola watu, ewe mlezi wetu, ewe Mola, balighna Ramadhan, evu tufikishe katika Ramadhan, wasallimna ila Ramadhan, evu tuwa hai, tupe uhai mpaka utufikishie katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani ni lazima tujitayarishe na kujiombesha, kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, tukamuomba, tunaomba atupe Ramadhani nzuri. Na wahusieni na kuihusia nafsi yangu, tumuombe Mwenyezi Mungu atufikishie katika Ramadhani hii na atupe uwezo wa kuifunga. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tukiendea namna ya kumwomba Mwenyezi Mungu atufikishie katika Ramadhani, tunaendelea na Mwenyezi Mungu atupe namna ya kutufikishia Ramadhani. Lazima tujitayarishe naye, tujitayarishe na Ramadhani. Kujitayarisha na Ramadhani ni kwanza kabisa, kama alivyosema kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, walikuwa wanamaliza miezi 6 wanamuomba Mwenyezi Mungu awafikishie, awape uhai mpaka wafike kwenye Ramadhani, kwa sababu uzuri wake na ukubwa wake Ramadhani. Kama nilivyowaambia kwamba katika Ramadhani kuna usiku mmoja tu ndani ya Ramadhani, ndani ya siku 30 au 29, kuna usiku mmoja, sio siku bali usiku mmoja. Usiku mmoja ni mzuri
kuliko miaka 83 na miezi kadhaa. Subhanallah. Kwa hiyo mwanadamu akikutana na mwezi huu na Mwenyezi Mungu akamjali akakutana na usiku huu, anakuwa ameisha tengeneza labda uhai wake kabisa, kwa sababu baadhi yetu tunaishi miaka 40 unaondoka. Baadhi yetu wanaishi miaka 30 wanaondoka, 27, 20, 25. Alimuhimu, uhai wa mwanadamu ni mfupi sana, lakini tizama uzuri wake Mola wetu Allah Jalla wa Ala ametupa, akatuwekea usiku mmoja tu. Msiku mmoja unakusanya mambo mazuri, yani uzuri kwa Mwenyezi Mungu, kulingana na miezi 1000, yani bimaana miaka 83 na miezi kadhaa. Huo wote ni uzuri wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atutakia sisi tuwe ni wanadamu ambao wanafuata mwenendo na ufundisho wake na utako wake Mola wetu. Kwa hiyo masahaba waliojua Mwenyezi Mungu kuliko vizuri vya kumjua, waliofahamu kabisa uzuri wa Mola wao, walikuwa wakimaliza miezi 6 wanamuomba Mwenyezi Mungu, Allahumma balighna Ramadhan, tunakuomba ewe Mola wetu tuletee, tufikishe kwenye Ramadhan. Wasalimna ila Ramadhan, na tufikishe katika Ramadhan. Wasalimna Ramadhan, na utupe Ramadhani hii, utupe uwezo, yani ujitupe sisi tuifanyie ndani mema. Sasa miezi 6 wanaomba hivi. Muombaji yoyote ukiomba lazima uweke na bidii. Fanya bidii, usiombe tu peke yake. Weka bidii, weka nguvu, jitayarishe katika mwezi wa Shaabani. Jitayarishe katika mwezi huu ambao tuko ndani, jitayarishe kwa kufunga, yani ukijipa mazoezi ya kufunga mwezi wa Ramadhani. Mazoezi yanayashika au unayachukua katika mwezi huu, kama anavyotuambia Aisha radhiyallahu anha kwamba hakumuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akifunga mwezi karibu mote isipokuwa Ramadhani, yani mwezi aliofunga kabisa wote kamili ulikuwa ni mwezi wa Ramadhani, lakini hakuona mwezi ambaye katika miezi nyingine aliyofunga nyingi sana kama mwezi wa Shaabani. Alikuwa akifunga sana katika mwezi wa Shaabani, yani anafunga siku nyingi katika mwezi wa Shaabani. Kwa nini? Aliwauliza ili ajitayarishe. Alimuuliza sahaba mmoja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa nini anafunga sana mwezi wa Shaabani. Kwa kumjibu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimwambia kwamba katika mwezi wa Shaaban ndio mwezi Mwenyezi Mungu, yani amali za mwanadamu zinapanda za mwaka mzima. Amali za mwanadamu za mwaka mzima hupandishwa katika mwezi huu. Kwa hiyo yutaka yeye kati amali zake zipandishwe, na wakati iko kwenye ibada kubwa sana ambayo ni ibada ya funga. Funga ni ibada kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, katika kujitayarisha na mwezi wa Ramadhani ni kuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala tufikishe katika mwezi wa Ramadhani. Hilo la kwanza kama tulivyoona. La pili ni kufanya bidii, kufanya mazoezi.
namna vipi tutakavyoishi katika mwezi wa Ramadhani. Tutaishi kiibada. Kwa hiyo kuishi kiibada unaanzia mwezi wa Shaabani, kwa sababu Ramadhani ni mwezi wa funga. Kwa hiyo unajitayarisha kwa kufunga sana katika mwezi huu wa Ramadhani wa Shaabani, kwa sababu mwezi wa Shaabani ndio mwezi unaoanzia Ramadhani. Hivi mwezi wa Shaabani ukiisha, leo tuko kama tarehe saba kama sikosei. Kwa hiyo ukiwa unafunga unajitayarisha, funga ya Ramadhani haito kushinda, kwa sababu hii mazoezi umeshayachukua. So la kwanza ni kumuomba Mwenyezi Mungu kutufikisha Ramadhani miezi yote. La pili ni kuwa tunaweka bidii ya kufanya funga siku nyingi katika Shaabani, ili tuje tupate funga nzuri katika mwezi wa Ramadhani. Jambo la tatu tunalojitengeneza nalo katika kumkaribisha au kujiandaa na mwezi wa Ramadhani ni kufanya sana tauba, ni kufanya sana istighfar nyingi, ili tuje tukaingie katika mwezi huu tumeisha tengamaa na Mola wetu, tumeisha toka katika mambo mengi ambayo yanaweza yakaharibu funga yetu, kwa sababu kufanya ubaya tena ni ubaya katika mwezi wa Ramadhani, itakuwa ni kubwa sana kumkosea Mwenyezi Mungu katika mwezi wa Ramadhani, kama inavyokuwa ibada kubwa sana katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo utakiwa mwanadamu umuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya Ramadhani, uingie Ramadhani uko safi, umeishajitaharisha na madhambi, umeishajiepusha na mambo ya upuuzi, umeishajiepusha na maneno ya upuuzi asiyofaa, umejiweka katika sehemu ambayo inaridhisha huu mgeni. Hebu tizama unavyojiandaa na mgeni ambayo ni mkubwa kwako, ni mwenye heshima katika wageni wetu. Tizama namna mwanadamu anavyojiandaa. Mgeni akimpa habari kwamba atakuja siku kadhaa, akampa tarehe atakayokuja, utamkuta kutokana na fadhila za mgeni huyo, utamkuta mwanadamu anajitengeneza kweli kweli. Yaweza hata akajikopesha ili asije akapata aibu, akapatwa na aibu mbele ya mgeni wake. Sasa huyu mgeni anayejitengeneza naye huenda hata hamfikirii vibaya, huenda hata hana habari naye. Je, kilichomleta tu ni kumtizama au ni kumtembelea ndugu yake, rafiki yake. Hana chochote atakachompa au atakachomfanya. Lakini mgeni wa uhai wetu, katika mwezi ambazo mausimu za kufanya ibada nyingi sana na kuyachota mazuri kwa Mwenyezi Mungu, lazima tujitengeneze. Kwa hiyo unaweka safi katika moyo wako, unajitengeneza, unajitoa kwenye yale madhambi ambayo yatakukataza kukubaliwa na Ramadhani yako. Kwa hiyo unakuta mgeni unamjitengeneza naye kwa kufanya istighfar sana,
kuomba Mwenyezi Mungu kutusamehe madhambi yetu makubwa na madogo, ya siri na ya hadhari na ya dhahiri, tunayoyajua na yale ambayo hatuyajui. Kwa hiyo tunamuomba Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye kama hatuyajui, yeye anayajua, na yeye Mwenyezi Mungu ndiyo msamehevu wa madhambi yote. Kwa hiyo tunajikaribisha kwa Mwenyezi Mungu au kwa kujitengeneza ili tujiandae na kuingia katika Ramadhani. Tunajitengeneza na istighfari nyingi. La tatu, tunafanya ibada sana. Tunajiongeza katika kufanya ibadati nyingi sana ibadati zinazozungumzwa hapa ni za sunna, ibada za sunna. Kama mtu alikuwa kama mtu anakuwa ni dhaifu katika, ameishapungua katika sunna zake, akiona kwamba Ramadhani inakuja katika mwezi huu, anajiandaa sana, anajifanya ni nini? Anajizindua, anajiweka katika mwenendo wa ibada vizuri sana. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tuko katika mwezi wa kujitengeneza na Ramadhani, na tuna siku chache tu tufikie Ramadhani. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atufikishe katika Ramadhani. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe na atupe na nguvu za kuifunga, na Mwenyezi Mungu atupe fadhila zake na Ramadhani. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.